anaendelea kusema al-Hafidh rahimahullah ta'ala, al-muwadhibu ala ta'atihi, yule anayedumu katika taa ya Allah, huyo ndo wale. Fahimu anayedumu katika taa ya Allah, al-mukhlisu fi ibadatihi, mwenye ikhlas katika ibada ya Allah, mwenye ikhlasi katika kumwabudu Allah, huyo ndo wali wa Allah tabaraka wa taala. Lakini imekuja katika sharh at-Tahawiyya ya Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, amenukuu athar maneno ya al-Imam Shafi'i, anasema idha ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma', iwapo mtamwona mtu atembea juu ya maji. Maki kuna mawali wanadai wanazo dua zinazoweza kuwafanya watembee juu ya maji. Kule Mwanza tunaye mtu mmoja aitwa Abu Jadawi, awadanganya watu eti ana dua, akisoma anakunyanyua na kidole, anasoma na kunyanyua na kidole kilo 50 100, eti kuna dua ukisoma unanyanyua na kidole. Hizo fahimu tumefuata. Mawali ndivyo wanaodai kwamba wali yuko Dar es Salaam, ana uwezo wa kukuzuia wewe ulioko hapa, ananyosha mkono na kuvua kofia. Fahimu tumefuata. Ukimuuliza anakuambia mimi wali wa Allah. Imam Shafi anasema utakapomuona mtu atembea juu ya maji au yadhiru fil hawa, au anaruka angani, fahimu tumefanya, kitakachotokea nini? Utashangaa, mtu anawezaje kuruka angani? Anawezaje kutembea juu ya maji? Akasema fala ta'tabiru bihi, msimzingatie lolote, hatta ta'rifu amrahu ala alkitabi wa sunna, mpaka mpime hali yake na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo kuna wakati kweli wanaweza kufanya mambo ya ajabu. Leo wanajitokeza wengine wanaita Sharifu Majini. Fahimu tumefanya, hatujui Sharifu Majini mashaitani wala watu. Kaya alhasil, watu leo wanadai wali wengi. Sasa basi tofauti iliyopo baina ya mawali wa Allah na mawali wa shetani. Shetani pia na mawali. Miongoni mwa tofauti hizo ni kutambua kwamba annasu fihim awliya'ur rahman wa awliya'ush shaitan. Watu wamegawanyika sehemu mbili, wako mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Fayajibu an yufarraqa baina haulai wa haula, lazima ni wajibu watofautishwe baina ya hawa na wale, baina ya hawa na hawa. Hawa ni mawali wa Allah, wajulikane, na hawa ni mawali wa shaitani, watu wawajue, ili watu wasije wakachanganywa wakajikuta wameshatapeliwa na mawali wa shaitani. Fahimu tumefanya kama farraqa Allah wa rasuluhu bainahuma, kama Allah alivyotofautisha na mtume wake baina ya hawa mawali wa aina mbili. Fa awliya'ullahi, mawali wa Allah, humul mu'minun almuttaqun, ni waumini wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Fahimu, huwezi kumkuta muumini mwenye kumcha Allah anakimbilia mawali wa shetani ama waganga. Na ndio maana wewe fuatilia hawa mashehe wanaodai uwali, wanaodai usharifu, wanaotapeli watu kupitia milango ya dua. Ukifuatilia wateja wao ni watu wasioswali,
ni watu kama ni wanawake ni watu wasiojistiri, ni wanawake wenye fikra za ushirikina. Wasi kumkuta mtu anaswali anakimbilia kina Dr. Sule siku hizi, mpaka wametengeneza makampuni maalum. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu, lazima haya tuyajue na tuhurumie umma. Mashangazi zetu ndiko wanakokimbilia huko, madada zetu, lakini ya kusikitisha mpaka akina mama. Unarudi nyumbani unauliza mama yenu yuko wapi? Wanakwambia kaenda Tabora. Kaenda kuchukua huduma. Anarudi nyumbani amekuja na maji, anakwambia baba fulani, haya ni maji ya baraka. Haya ni maji ya baraka. Nimeitwa na mama nikayafuate Tabora. Mama yako kayapata wapi? Ameyatoa Islah Dua Foundation. Kwa hiyo lazima wazinduliwe Waislamu kwamba hawa mawali wanaojitangaza kwenye mitandao, hawa ni mawali wa shetani, wala si mawali wa Allah tabaraka wa taala. Wanaweza kukusanya watu mida ya swala hata wasiswali. Wali wa Allah hawezi kumshika mke wa mtu kwenye mkono, ila wao wanawashika. Mawali wa Allah hawawezi, yani wana tabia fulani moja kwa moja unajua hawa ni matapeli, ni wahuni. Lakini tofauti nyingine, awliyaullahi humul ladina amanu bihi wa waluhu فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى. mawali wa Allah ni wale ambao wamemwamini Allah na wakamweka karibu yao, wakamweka karibu, wakamnusuru Allah tabaraka wa taala, wakapenda kile anachokipenda na wakachukia kile anachokichukia, wakaridhia kile anachokiridhia na wakachukia kile anachokichukia Allah tabaraka wa taala. Mawali wa Allah hawapendi shiriki, wanachukia pindi wanapoona Allah anashirikishwa, hawapendi bid'a. Mawali wa Allah wanapenda yale anayopenda Allah, wanawapenda wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanamchukia yule anayemzulia. Ama hawa wanaodai uwali huku wananyoa ndevu, ukiwachunguza wengi ni wanyoaji wa ndevu, wavaaji wa maisbali, wake zao hawajistiri, lakini dua za kishirikina na za kigangaganga, wakijidai kutafsiri ndoto, ni waongo wakubwa. Ukiwafuatilia huyo Abu Jadawi adai yeye anatafsiri ndoto, muongo katika tafsiri zake. Kwa hiyo basi lazima Waislamu wazinduke katika haya. Watu wamefilisiwa na watu wa namna hii. Mtu anaenda kuuza shamba ili akanunue dua Tabora, ili akanunue dua Tanga, ili akanunue dua wapi, madamu anasikia pahala fulani pana dua, kuna shehe aombea watu. Hatukatai watu kuombea watu, lakini kwa mtindo ule wa kuuza dua, watu wenyewe ndio wale. Waislamu wawe makini